Naam, asante kwa kuendelea kutuchagua. Hii ni Channel 10 Plus habari, na sasa ni wasaa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Eden Bahati. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Uturuki zimesaini mkataba wa kuondoa utozaji kodi mara mbili na kuzuia ukwepaji wa kodi katika mapato, hatua inayotarajiwa kuleta mageuzi makubwa katika ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili. Tupate undani wa taarifa hiyo. Ujumbe wa Tanzania katika utiaji sahihi huo umeongozwa na Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar, ambaye amesema utasaidia kuimarisha zaidi jitihada zilizowekwa kupitia makubaliano ya kulinda vitega uchumi vya mwaka 2011 na kwamba unatarajiwa kuongeza faida kwa wawekezaji, hasa kampuni za Kituruki zinazoshiriki katika miradi mbalimbali ya kimkakati hapa nchini pamoja na zile za Kitanzania zilizowekeza nchini Uturuki. Waziri Balozi Omari amesema makubaliano hayo yanatarajiwa kuchochea ukuaji wa sekta mbalimbali ikiwemo biashara, huduma, teknolojia na matumizi ya mitambo ya kisasa, huku yakirahisisha pia upatikanaji wa masoko mapya ya bidhaa za kilimo, mifugo, uvuvi, madini na viwandani kutoka Tanzania kwenda Uturuki. Hatua hii itaimarisha faida ya uwekezaji kwa kampuni za Kituruki zinazoshiriki katika miradi ya kimkakati kama SGR, biashara na viwanda vya Kituruki hapa nchini, na pale ambapo kampuni zetu za Kitanzania zitakwenda kuwekeza nchini Uturuki. Kwa upande wake, balozi wa Uturuki nchini Tanzania, Dr. Elsin Agro, ameeleza namna hatua hivyo itakayochochea ushirikiano wa kiuchumi baina ya nchi hizo mbili na kufungua fursa mpya za biashara. Kukusanyika kwetu hapa leo kutatimiza kusudi hili. Kauli mbiu yetu iko wazi: tufanye kazi pamoja, tushiriki pamoja kwa haki. Inamaanisha ushirikiano wa faida kwa hili. Kutoka Dar es Salaam, Emmanuel Chegere, Channel 10. Asante Emmanuel Chegere kwa taarifa hiyo. Kata ya Mbweni wilaya ya Kinondoni iliyopo mkoa wa Dar es Salaam ipo katika hatua za mwisho za ujenzi wa kiwanda cha kuchakata takataka ambazo zitakuwa ni kwa ajili ya kuzalisha bidhaa mbalimbali pamoja na kutengeneza ajira kwa vijana wa Kitanzania. Ifuatayo ni taarifa kamili. Maendeleo hayo yamejidhihirisha wakati wa uzinduzi wa kampeni ya usafi wa mazingira wa kikundi cha akina mama wajasiriamali wa kata ya Mbweni cha Kilimbweni, ambao moja ya malengo yao ni kuhakikisha taka zinazokusanywa kwenye kata yao zinakuwa rejelezi, uzinduzi uliokwenda pamoja na siku ya usafi wa mazingira wa mtaa wa Malindi Estate uliopo Mbweni JKT. Hatuna sababu ya kupeleka taka Pugu kutoka hapa mpaka Pugu kilomita 80 wakati tunaweza tukajenga kituo tukachambua taka zitakazoenda kule hazizidi labda kilo 200, zile taka hatarishi kama sindano sijui nini, hizo ndo zikaenda huko. Hizi nyingine zote ni taka ambazo tutazitumia sisi kwenye makazi yetu, na nyingine tutauza kama chupa za plastiki. Baadhi ya wanachama wa kikundi hicho chenye wanachama 40 wa fani mbalimbali wamesema uamuzi huo wa kubuni biashara ya kuchakata taka umechochewa na changamoto ya kutoridhishwa na utendaji kazi wa mkandarasi aliyopo sasa licha ya kulipia huduma hiyo. Mtaa wangu wa Malindi Estate una takribani wakazi 7,500 kati ya wakazi 25,900 wa kata ya Mbweni. Ni kikundi kikubwa cha wakazi ambao wanatengeneza taka na ambazo zinatakiwa kushughulikiwa. Na bahati nzuri taka ni fursa. Kwa wastani kila kaya inazalisha kati ya kilo 1 hadi 1.2 za taka kila siku. Hali inayosababisha uzalishaji wa takribani tani 5.856 za taka kwa siku. Kwa hiyo tuko kwenye mchakato ya awali, tumeshakuwa na gari, tumeshakuwa na vifaa vya kazi vya kukusanya taka katika kata yetu. Kwa hiyo tunaangalia mbele ili tutafute nafasi ya kupata kwenye kata yetu tuweze kuchakata, kuwa na viwanda vidogo 2-3. Kabla ya kufikia hatua ya kuona kuna umuhimu wa kuanzisha kiwanda, tafiti mbalimbali zilifanyika kwa muda mrefu
ikiwemo kubaini kiwango cha uzalishaji wa taka ndani ya kata hiyo na uwezo wa sasa wa kukusanya taka hizo. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Faraja Kihongole wa Channel. Taarifa ya Faraja Kihongole inatuwekea utuo kwenye habari za biashara na uchumi. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutaungana na Esther Mtebe ambaye yeye atakuja kutujuza habari za michezo na burudani kitaifa na kimataifa. Mimi ni Eden Bahati, usiondoke.